Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. Kwa ujumla kwenye banda letu hili nimejionea mambo mengi, mambo mazuri, mambo ya uhifadhi wa mazingira, mambo ya utunzaji wa vyanzo vya maji, lakini mambo ya upandaji wa miti, lakini kubwa kuliko yote ni mambo ya ubunifu na teknolojia katika urejeshaji wa taka na kuzirudisha tena katika matumizi badala ya kuziacha zikachafue mazingira. Kama mnavyofahamu waandishi, taka zinazalishwa kwenye familia zetu, taka zinazalishwa maeneo yetu ya kazi, maeneo ya biashara, taka zinazalishwa kwenye viwanda na maeneo mengine mbalimbali. Lakini 60% ya magonjwa yote ya milipuko duniani, hususan hapa Afrika, yanatokana na utunzaji mbaya wa taka au kutokuzitunza taka. Kwa hiyo taasisi yetu ya NEMKI kwa kushirikiana na sekta binafsi inafanya kazi nzuri katika kuhakikisha kwamba taka zinatunzwa vizuri, taka zinachakatwa, taka zinarejeshwa tena na kutumika kwa ajili ya shughuli za kiuchumi. Kwa hiyo hili ndio kubwa ambalo nimeliona kwenye banda letu, kwamba watu wote ambao wamekuja kwenye maonyesho ndani ya banda hili wameonyesha ubunifu na matumizi ya teknolojia katika kurejelesha taka ili tuweze kuyatunza mazingira. Kimsingi, kama mnavyokumbuka, serikali miaka ya 2018-2019 tuliendesha operation ya kuhakikisha tunapiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki. Lakini haikuwa tu operation. Kwa mwaka 2018-2019 tuliingiza kwenye sheria, maana ya kwenye kanuni kuweka katazo hilo. Sasa kama mnavyofahamu, mifuko ile ya plastiki iko ya aina tofauti, na hata sheria yetu na kanuni zetu tulivyozitunga, pamoja na kuweka makatazo ya matumizi ya mifuko ya plastiki, lakini bado kuna maeneo exempt, tuliruhusu matumizi ya plastiki yaendelee maalum kwenye eneo la afya, vifungashio vyake, eneo la kilimo. Kuna aina za plastiki zinazotumika katika kutunza unyevu, shughuli za kilimo, lakini na maeneo mengine ya viwanda. Lakini hata kwenye mazingira kuna mifuko ya plastiki tunayotumia kwa ajili ya kutunzia uchafu na vitu kama hivyo. Katazo la serikali liko pale pale, na sisi kupitia taasisi yetu ya NEMKI tunafanya operation za mara kwa mara, tunafanya doria kila mahala kwenye mipaka yetu, iwe ni kupitia maji, iwe ni mipaka ya nchi kavu, kwenye airport zetu. Bado tunafanya upekuzi wa kuhakikisha kwamba bidhaa za plastiki, kwa maana ya mifuko ya plastiki ambayo imepigwa marufuku, hairuhusiwi, na kwa kweli tunaendelea kulisimamia hili. Na toilet kwa viwanda vyote ambavyo tumeviruhusu kuzalisha plastiki kwa matumizi maalum, ziendelee na ruhusa hiyo tu ambayo tumeexempt. Isije ikawa viwanda usiku wa manane wanajigeuza na kuanza kuzalisha mifuko ya plastiki ambayo tumeipiga marufuku. Yeyote tutakayembaini mwenye kiwanda ambaye anazalisha plastiki kinyume na kanuni zilivyomruhusu, huyo tutashughulika naye kwa mujibu wa sheria. Kwa kila mtu anayetembelea mahali hapa ya kupata raha, kupumzika, kupata elimu, kupata uhamasishaji, kwani katika kijiji cha mazingira kuna fursa za kuona taka ni malighafi safi, taka ni uchumi. Kuna vijana wa sekta wanaotumia taka kutengeneza bidhaa, lakini pia kuna vijana wanatumia taka za plastiki kutengeneza nishati safi. Lakini pia kuna vijana wanatumia taka ya maganda ya samaki kutengeneza mifuko mbadala. Lakini kama mnavyoona mandhari hii, unapozunguka katika kijiji hiki unapata wasaa wa kupumzika. Tunaonyesha watu wazi kwamba kuwa na mazingira safi na salama ni raha, ni furaha, ni mapumziko, ni uchumi, lakini pia ni maendeleo. Tunawakaribisha sana tena tunapohitimisha maonyesho haya ya Sabasaba mwaka huu, tuje tena kijiji cha mazingira mwaka ujao, utakuwa ni nzuri zaidi kuliko safari hii. Karibu.
Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube.